Habari za usiku huu ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Serikali ya Tanzania inajivunia kazi nzuri na kubwa inayoendelea kufanyika kuelekea AFCON 2027, fainali ambazo zitafanyika Kenya, Tanzania na Uganda. Furaha hiyo inatokana na mrejesho chanya wa Dr. Patrice Motsepe alipotembelea uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam mara baada ya kumalizika kwa mkutano wa kamati ya utendaji ya shirikisho la soka barani Afrika, yani CAF. Haya yameelezwa na Gelson Msigo ambaye ni katibu mkuu na msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati akizungumza na mwandishi wetu Joyce Mukalinga. Dr. Motsepe ameipongeza sana Tanzania kwa kazi kubwa ambayo imefanywa ya kuboresha uwanja wa Benjamin Mkapa. Alieleza kufurahishwa kwake na kazi kubwa iliyofanywa ya kufunga viti, kufunga mifumo ya taa, mifumo ya sauti, zimamoto na maeneo mengine mengi. Akafurahishwa zaidi na chumba cha waandishi wa habari ambacho tumekifanyia maboresho makubwa na sasa kimefikia viwango pengine hata juu ya vile ambavyo CAF walivihitaji. Lakini zaidi ya hapo, mwenyeji wake waziri wetu wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Christian Makonda amemweleza juu ya dhamira ya serikali ya kufanya uboreshaji zaidi hasa katika eneo la watu mashuhuri VVIP. Ile VVIP ya pale Benjamin Mkapa mnayoiona inakwenda kuboreshwa kwa viwango vya juu. Lakini zaidi ya hapo tunakwenda kutengeneza maeneo maalum ama vyumba maalum vya kipekee vinaitwa sky boxes ambavyo watu mashuhuri sasa ama watu wengine wote watakaokuwa wanahitaji watakwenda kuvikodi, halafu hivyo vinakuwa ni maalum kabisa kwa ajili ya familia zao wanapokuja kwenye matukio, ama kwa ajili ya kampuni zao, kwa ajili ya wateja wao, kwa ajili ya watu wao mashuhuri. Hiki ni chumba ambacho kinakuwa na huduma zote ndani. Pia tunakwenda kufanya kazi kubwa ya kuondoa tabaka la juu la uwanja kwa maana ya pitch ili tuweke tabaka jingine. Kwa sasa bado hatujaanza kufanya hiyo kazi, ndio maana uwanja mnaweza mkoona bado unatumika, lakini baada ya kuanza hiyo kazi uwanja utafungwa kabisa. Kulingana na mahitaji ya CAF, ili nchi ipate sifa ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON inahitaji kuwa na viwanja 6 vya mashindano, na kila kiwanja kimoja lazima kiwe na viwanja 5 vya mazoezi, yani training fields. Sasa sisi kwenye AFCON 2027 pamoja AFCON tutakuwa Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa hiyo maana yake ni kwamba katika mahitaji ya viwanja 6 sisi tunahitaji viwanja 2 kila nchi pamoja na viwanja 10 vya mazoezi kwa kila nchi. Lakini sisi Tanzania tuna vituo 3, Zanzibar, Dar es Salaam na Arusha. Kwa kila kituo kitakuwa na viwanja 5 vya mazoezi. Lakini zaidi ya hapo tunahitaji pia kufanya maandalizi ya maeneo mengine kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya AFCON. Maeneo ya hoteli kwa ajili ya wageni, maeneo ya kupata matibabu kukiwa kuna wenzetu wanaopata dharura, lakini maeneo pia ya kutembea na kufurahi. Unajua AFCON ni matukio makubwa. Kwa hiyo ni lazima haya maeneo mengine, maeneo ya usafiri, barabara, huduma za kijamii nyingine, maji, umeme, ni lazima viwepo vya uhakika, vitu ambavyo kwa kweli mpaka sasa tuko katika hatua nzuri. Na hivi ninavyozungumza nanyi, timu ya CAF iko Dar es Salaam, inaendelea kufanya ukaguzi Dar es Salaam, Zanzibar na Arusha kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawasawa kulingana na mahitaji ya CAF. Kwa Tanzania mashindano haya yanakuja na fursa nyingi. Nimesema mara nyingi na maombi yangu mimi kwa Tanzania, tuchangamke, tukamate fursa. Natamani sana kwenye AFCON hii tuone kila mmoja ameguswa. Wakati akiendelea, wakazi wa jiji la Arusha wakiwemo wafanyabiashara na wajasiriamali wamebainisha matarajio yao uwepo wa fursa mbalimbali zitakazojitokeza kutokana na wenyeji wa fainali za AFCON 2027 zitakazofanyika Tanzania, Kenya na Uganda. Jiji la Arusha ni miongoni mwa maeneo ambayo michuano hiyo itafanyika kupitia kiwanja kipya kinachojengwa katika eneo la Olmoti, takriban kilomita 15 kutoka katikati ya jiji hilo. Ramadhani Mvungi anaarifu zaidi. Kwenda eneo nililopo ni katika eneo linalofahamika kama mzunguko wa barabara ya Kisongo. Uwanja ambao unajengwa wa AFCON ni hauwezi kuzidi kilomita 3 kutoka eneo nililopo, lakini uwanja wa ndege wa Arusha pia upo jirani tu hapo. Nimepiga safari mpaka hapa kuzungumza na wafanya biashara, wajasiriamali, wanaiona ni fursa gani ambayo ipo usoni mwao kuelekea AFCON. Mimi nafanya biashara tofauti. Endapo unapoona baskeli, tuna uuzaji wa baskeli na pia tuna tour ya baskeli. Kwa mategemeo yetu ya mbeleni katika AFCON, tunategemea kuna wageni wengi wao watakuja zile siku za kusubiri labda tamasha la mpira, kuna muda watapata kufanya tour tofauti. Hivyo tunafanya baskeli pia kuzunguka town
kwenda vijijini na sehemu tofauti tofauti za Wamasai. Mategemeo kuwa hata wageni wanapokuja wengi, biashara itakuwa kwa upana na tutaweza kufanya malengo yetu. Nini ambacho mnataka kuwaonyesha watu ambao watakuja katika AFCON kwa upande wa Tanzania kuhusiana na swala la utunzaji wa mazingira, kando na swala la hii biashara ya baiskeli ambayo mnaifanya? Kwanza, kama unavyoona mazingira yetu ni kijani kinachopendeza. Hii tunasema ni tiba ya macho. Kwa tunafikiri hata wageni wengine wanapokuja kupita kwenda kwenye AFCON watafurahishwa, watapiga picha, kijani kinavutia. Na pia fanicha zetu hizi tunazosema uvunaji miti ovyo, tunatumia chuma kama unavyoona ndani huko. Tumetengeneza na chuma, kwa hiyo hamna nyumba ya panya wala nini. Kwa huu ni uvunaji miti ovyo. Kwa tunaamini hata wageni wanapokuja kwenye AFCON kutakuwa kuna vivutio vingi, tutajitahidi kuongeza na kupendezesha mji wetu kama unavyoona. Ni fursa ambazo zinaelezwa kuwa zinajitokeza kuelekea katika AFCON 2027. Miongoni mwa maeneo ambayo michuano hiyo itafanyika ni hapa Arusha. Uwanja hauko mbali, kiwanja cha ndege kipo jirani hapa, lakini wajasiriamali wanasema wamejidhatiti kweli kweli kuhakikisha kwamba ujio wa AFCON unakuja. Wakati hayo yakiendelea, timu ya TRA United imeichapa Rhino Rangers bao 1-0 na kufanikiwa kutinga katika hatua 32 bora kombe la shirikisho la CRDB Bank, mchezo uliopigwa katika dimba la Sheikh Abeid Kaluta jijini Arusha. Baada ya dakika 90 kukamilika, kocha wa TRA United Etienne Ndairagije pamoja na Renatus Shija wa Rhino Rangers wametoa tathmini yao kuhusu mchezo ulivyokuwa. Umuhimu ilikuwa ni kuvuka. Sasa wao tumefanya cha muhimu. Ugumu ni kuwa tunakutana naye na yeye ni timu nzuri, umejipanga na unaona kama haikuwa mechi ya kuogota, ilikuwa ni mzuri. Ndio ugumu ni ubora wake, naweza kusema. Hatua ngumu inakuwa ni hii ya mwanzo, ndio inakuwa ngumu kuliko hata kwa sababu ngaro unaanza hujajua jinsi ilivyo. Kwa hiyo tunashukuru ngao tumepita hii, kwanza tutapanga na mengine kwa sababu unajua timu yetu timu yangu ni almost wengi ni wapya. Kama leo ndio nimepata kikosi full. Kuna wachezaji ndio mechi yao ya kwanza, kwa hiyo kuna ile kuzoea iko inakuja kutokana na kile tutana kwenye mechi. Kwa sasa hii malengo ni kushinda mechi ijayo, ili tuvuke hii hatua inakuja. Makosa tumeyafanya, wamepata advantage ya faulo karibu na goli, na ana mpigaji mzuri, ana experience, ameitumia nafasi ile, wametufunga. Kwanza mimi napenda kupongeza uongozi wa Rhino Rangers kwenye swala usajili. Unajua, ili upate timu nzuri kwanza lazima usajili vizuri. Tumesajili vizuri, ingawa kuna baadhi ya wachezaji wametoka, wameenda kozi, waliobakia bado tuko nao. Tumefanya training nzuri sana tangu pre-season, na hata kwenye group la kwetu umeona timu za kwetu ambazo kwenye group ambalo tupo la First League si ndio tunaongoza. Kwa hiyo tuna ubora sana. Hata jana wale wengine usiku uliona Indument, ubora umeuona. Wale wenzetu wengine walifungwa bahati mbaya goli 5 naona, lakini kuna ubora sana. Kwa hiyo training ambazo tunazifanya zinafanya timu zetu zinakuwa nzuri. Kwa hiyo all in all we have the best team. Wakati akiendelea, tukisalia hapo kulitazama kombe la shirikisho la CRDB, timu zingine 29 ama timu 29 tayari zimeshakata tiketi ya kucheza hatua ya 32 bora ya michuano ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Zinasalia timu 3 ambazo maamuzi yake yatatolewa na TFF kutokea kwenye mechi 3 tofauti ambazo ni Mbeya City dhidi ya Biashara United, KenGold dhidi ya Magereza na Polisi Tanzania dhidi ya THB. Nikupitishe sasa kwenye timu hizo ambazo ziko takriban 29 ambazo mpaka sasa zina uhakika kuwa zimetinga kwenye hatua ya 32 bora, ukiacha hizo 3 ambazo zenye bado zinasubiri maamuzi ya mwisho ya TFF. Hizi ndizo timu ambazo zimefuzu. Kuna Simba Sports Club, kuna Transit Camp, Coastal Union miongoni mwa timu ambazo zimefuzu, lakini Bandari Tanzania kutoka kule Mtwara, Fountain Gate, Dodoma Jiji, Mbeya Kwanza, Kagera Sugar, Geita Gold na B19 FC ama B19. Lakini Kijiwe Nongwa nafasi ya miongoni mwa timu ambazo zimefuzu wanaonekana hapo namba 11, Songea United, Nyika FC, Hausung FC, African Sports pamoja na JKT Tanzania. Hizi ni 16, lakini baada ya hizi wepi wengine ambao wamefuzu kwenda kwenye hatua inayofuata, nambari 17 pale anaonekana Mtibwa Sugar, Pamba Jiji, Mashujaa FC, Mbuni FC, Stand United, lakini Young Africans, TMA Stars, Tanzania Prisons, Namungo, Gunners FC, Singida Black Stars, Azam FC pamoja na TRA United ambao wamefunga jaramba hilo leo baada ya mchezo wao kuchezwa na wamefanikiwa kupata ushindi wa goli 1-0. Kiufupi
Hizi ndizo timu 29 ambazo mpaka sasa zina uhakika wa kucheza hatua ya 32 bora, ukiacha timu 3 ambazo zinasubiri maamuzi ya shirikisho la kandanda hapa nchini na kuhusiana na hicho ambacho kimetokea. Tuendelee kuangazia mengine ambayo tunayo mezani. Bodi ya Ligi Tanzania TPLB imeweka bayana miongoni mwa sababu zilizosababisha kuhamisha mchezo wa dabi ya Kariakoo kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa hadi New Amani Complex visiwani Zanzibar. Mchezo ulipangwa kufanyika Machi mosi na umegeuka gumzo kwenye mitandao ya kijamii, ambapo upande wa Simba umethibitisha kuiandikia barua TPLB kuomba ufafanuzi wa mabadiliko hayo. Itakumbukwa Young Africans ndiye mwenyeji wa mchezo huo na inaelezwa kuwa walikuwa wa kwanza kupendekeza mabadiliko hayo baada ya kujiridhisha kukosekana kwa uwanja wa Mkapa hiyo Machi mosi, kama anavyothibitisha Karim Boimanda ambaye ni afisa habari wa TPLB. Mchezo wa dabi umepelekwa Zanzibar kwa sababu uwanja ambao ulikuwa umetarajiwa kutumika kwa mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, Young African Sports Club dhidi ya Yanga, una matumizi mengine katika hiyo tarehe kwa maana ya Machi mosi. Kwa hiyo ndio sababu pekee ya mchezo huo kuhamishwa pale. Na inapotokea scenario za aina hiyo, kanuni inayotumika ni kanuni ya 9 ibara ya 2 inayohusu uwanja, ambayo inaeleza tu katika mazingira ya mtindo huo ambapo klabu mwenyeji uwanja wake wa nyumbani unakuwa na changamoto ama kinatokea kitu chochote ambacho kitazuia mchezo kufanyika kwenye hiyo tarehe husika, basi klabu ile inawajibika kuiandikia Bodi ya Ligi Kuu Tanzania na kuieleza kuhusiana na hilo jambo na kupendekeza jina la uwanja mwingine katika muda ambao upo. Kwa hiyo klabu ya Young Africans ilituandikia kutueleza hiyo changamoto na wakatoa pendekezo lao la kutumia uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar, na baada ya kupokea mapendekezo yale bodi kama mamlaka inayosimamia na kuendesha ligi ilifanya tathmini ya uwanja husika kwa maana ya kujiridhisha kwamba ni mmoja kati ya viwanja ambavyo vina sifa ya kutumika kwa michezo ya ligi, lakini pia kuangalia masuala ya kikanuni kwamba unaruhusiwa kutumika kwa michezo ya ligi, na mwisho kabisa kujiridhisha kuhusu ruhusa sasa ya wamiliki wa uwanja kwamba je, ni kweli wamiliki wa uwanja wametoa ruhusa ya uwanja kutumika siku hiyo. Baada ya kujiridhisha hayo yote, sasa ndipo tulifanya mawasiliano na klabu zetu kuzijuza juu ya mabadiliko ya uwanja na kwamba sasa ni rasmi mchezo utafanyika kwenye uwanja huo wa New Amani Complex. Endelea kutazama Mshike Mshike, endelea kuwa nasi. Naam, tuendelee kuangazia tulionayo mezani. Wachezaji wa zamani waliowahi kuzitumikia timu za Simba na Yanga wametoa maoni yao kuelekea dabi ya Kariakoo Machi mosi mwaka huu. Wenyewe wanasema dabi haina mwenyewe. Dabi ni mechi ambayo sio kawaida, kwa sababu mechi ni aina ya ni special kwa sababu kila nchi ina dabi yake. Lakini dabi ya kipindi hiki kidogo iko very intensity kuliko na dabi za nyuma, kwa sababu dabi ya kipindi hiki ni dabi ambayo inaonekana dunia nzima, watu wanaangalia, kila mmoja anatamani ashinde. Na katika mpira sasa hivi Yanga wana nafasi kubwa, kwa sababu Yanga mimi nahisi kwamba wazuri sana au wanawazidi Simba. Yanga wana confidence ya mechi ile, na mechi zile ukishacheza vizuri mechi 3 au mechi 4 unashinda, confidence inakuja automatically. Mimi naweza nikasema dabi ya safari hii inaweza ikawa ni nzuri kidogo, maanake ukija kaangalia Simba baada ya kuongeza baadhi ya wachezaji wa kina Oula, kina Gwe, kina Kasari, nadhani timu imezidi kuimarika zaidi, yani tofauti na kipindi cha nyuma. Kwa maana hiyo mimi kwangu naweza nikasema dabi ya safari hii inaweza ikawa nzuri, yani maanake Yanga wana timu bora, lakini kama Simba wasingeimarisha timu yao naweza ningekwambia kwamba Simba anaenda kufungwa. Lakini baada ya kufanya marekebisho, kuingiza hao wachezaji wa kina Gwe, kina Oula, kina Kasari, nadhani timu imeenda kuimarika vizuri sana, yani kwa maana hiyo nadhani inaweza ikawa ni kati ya dabi nzuri kutokea yani katika hii miaka 2-3 iliyokwisha. Ni mechi ngumu. Unajua hizi timu ni kubwa, au timu za upinzani sana. Kwa mechi itakuwa nzuri ya ushindani. Na tunategemea mechi itakuwa nzuri sana, tuangalie mechi inasubiri sana kwa hamu sana. Mechi hizi hata wachezaji wenyewe wanakuwa na pressure kubwa. Sasa mechi hizi unapokosea inakuwa ndio mwisho mkataba wako, na upatia unaweza kuongeza mkataba mkubwa sana. Kwa mechi inakuwa ina hofu. Mechi inakuwa ina maswali mengi sana.
Nini kinazungumzwa ama mjadala mkubwa kuhusiana na dabi? Tutazame japo kwa uchache tuone namba zinazungumza nini kuelekea dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa Machi mosi ama tarehe 1 mwezi wa 3. Tuangalie mechi zao na kile ambacho kinaonekana hapo, pengine kitakuwa na dalili nzuri kuelekea kwenye kile ambacho tunakitazama kuelekea mwanzo wa mwezi ujao. Mechi za Simba kabla ya Kariakoo dabi hizi zitakuwa na uwezo mkubwa wa kuona mlima alionao Simba kabla ya kukutana na mtani wake. Kwanza na mechi dhidi ya Tanzania Prisons Februari 22 ama Jumapili weekend hii ambayo inakwenda kuanza leo, lakini pia ana mechi dhidi ya Dodoma Jiji Februari 25. Kwa hivyo ndani ya hizi siku mbili atakuwa na mechi na zote zitapigwa katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma, tofauti ka siku kama 3 hivi kwenye mechi moja mpaka mechi nyingine. Kwa hizo ndio mechi ambazo Simba atacheza kabla ya kuelekea kukutana na mtani wake, lakini ukiacha hapo kuna mechi nyingine atacheza baada ya hapo. Itakuwa ni Machi 5 2026 dhidi ya Coastal Union, lakini pia kabla ya hapo kuna mechi ambayo itapigwa pia April 4. Simba atakuwa mzigoni dhidi ya Tanzania Prisons, yani baada ya shughuli ambayo itapigwa mechi za, nadhani kuna changamoto kidogo hapa, lakini Simba anakipiga weekend hii Jumapili, na atakipiga Jumapili pale katika uwanja wa Jamhuri Dodoma dhidi ya Tanzania Prisons ambayo itakuwa si Aprili 4. Nikukumbushe tu kwamba Simba akicheza mechi Jumapili hii anapumzika kidogo, atakuja kucheza mechi nyingine. Mechi zote mbili zinapigwa katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma. Hii ni mwendelezo wa mechi ambazo atacheza kabla ya kuelekea kwenye mchezo huo, wakati pia Young Africans naye atakuwa na kibarua kizito cha mechi kadhaa ambazo atazicheza kuelekea dabi. Kwanza atakipiga dhidi ya Namungo na ataenda kule Ruangwa Lindi. Mechi inapigwa Februari 22 mwaka 2026, lakini pia mechi nyingine atakuja kucheza nyumbani dhidi ya JKT Tanzania, itakuwa ni Februari 25. Kwa hivyo ni kama siku 5 hivi kabla ya dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa visiwani Zanzibar. Hizi ndizo mechi ambazo kila mmoja atacheza kuelekea dabi ya Kariakoo tarehe 1. Lakini ukiacha hizo, baada ya dabi kutakuwa kuna mechi ambazo kila mmoja atakuwa anazicheza. Young Africans atakuwa na shughuli nyingine pia baada ya dabi. Atakuwa na mchezo Young Africans ambao atacheza ni kama ambavyo unaona hapo. Singida Black Stars atakuwa nyumbani dhidi ya Young Africans na itakuwa ni Machi 5 2026. Young Africans pia atakuwa nyumbani, atarejea dhidi ya Coastal Union, itakuwa Aprili 5 mwaka 2026. Nikumbusha hapo katikati kuna wakati kidogo ligi itasimama, kwa unaona kuna kama kagepo fulani hivi. Sasa hivyo ndivyo mambo yalivyo na maandalizi kuelekea dabi na njia ambayo kila mmoja atapita kuelekea dabi kwenye ligi kuu ya NBC. Lakini je, huko ambako timu hizi zinajiandaa wanazungumza nini? Huyu ni meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans, Ali Kamwe. Yeye ameeleza umuhimu wa kupata ushindi katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao utapigwa Machi mosi New Amani Complex visiwani Zanzibar. Ali Kamwe amesema ushindi katika mchezo huo utazidi kuongezea rekodi na amewakosoa vikali wale wanaosema dabi imepoteza mvuto. No. Kariakoo dabi haiwezi kupoteza mvuto. Na nitakupa siri yake moja. Umeona matokeo yalivyo, Yanga imemfunga Simba mara 6 mfululizo. Umeona ilivyo Si tuna mechi tarehe 1 mwezi wa 3. Yanga wanataka tena. Yaani Yanga wanataka tena. Mfunga mara 6 lakini hawaonyeshi kukinai. Wanataka tena. Simba Sports wanataka kufuta unyonge. Bana basi hii ndio ya mwisho, hii tunarudi. Kwa hata ikifika ya 7 ya 8 ya 9 ya 10 ya 11 bado Yanga wataka tena ya 12 na hao watakuwa ndio tutakutaka kufuta unyonge. Wao umesikia tu juzi hapa wamemuotea KMC huko Mkiani huko, wakaja wakacheza na wale mashamba boy kutoka Bukoba wale kwenye kombe la CRDB. Timu gani sio inaitwa ile? Kuna timu moja kutoka Bukoba huko walicheza nayo. Kocha akasema wachezaji wangu hawa asubuhi anapiga tuta, jioni mazoezini. Lima viazi cheza mpira, lima mahindi cheza mpira. Wakawafunga pale magoli mengine ya offside pale. Lakini mashabiki wao wakasema tunawataka Yanga. Yaani immediate baada ya kumfunga tu shamba boy wale tunataka Yanga. Maana yake yeye anaamini kwamba mechi na Yanga ikifika tu tukafuta uteja. Na sisi hatujachoka, hatujakinai, tunataka tukutane tena, tuwashone tena. Hiyo ndio mvuto wa Kariakoo dabi ulio. Asitokee mtu akudanganya kwamba eti bana Yanga ameshinda mara nyingi, Kariakoo dabi haina mvuto. Uongo. Simba Sports wanataka dabi hata kesho ili wafute uteja. Sisi Yanga tunataka dabi hata kesho tuendeleze kula utamu. Kwa hiyo ladha inabakia hapa. Kwenye hiyo vuta ni kuvute. Mimi safari sikubali, mimi nakushona tena. Hiyo sasa ndo Kariakoo dabi. Shekhe Merseyside dabi kule Liverpool.
kashinda muda mrefu na Everton, lakini mbungi ikipigwa kesho pale wakafikiri watu hawajafungana kabisa. Mbungi ya maana vita, watu wanakutana. Dabi haziwezi kupoteza mvuto kwa mmoja kufungwa mara nyingi. Na sisi Mwenyezi Mungu atujalie tuwashone mara ya 7. Hii tutamani mara ya 8. Tuwashone mara mpaka tufike mara 10, mara 50, mara 100 fresh tu. Si ushindi? Mungu atujalie kheri, tuwashone na hii mara ya 7 inshallah. Maana kwa mtaala huu mpya wa shule za msingi sasa hivi ndio inaishia darasa la 6. Wewe sijui kama una mtoto na unasomesha. Ishia darasa la 6 sasa hivi. Kwa maana yake tukifunga mara ya 7 tumefunga na mtaala wa zamani ule. Itakuwa mtaala wa zamani unavoondoka na Yanga pia tumefikisha mara 7. Mwenyezi Mungu atujalie kheri inshallah. Wakati anaendelea tusalia hapo ambapo kikosi cha klabu ya Young Africans kinataraji kuondoka kesho Jumamosi kwenda mkoani Lindi kwa ndege binafsi kuifuata Namungo FC kwa ajili ya mchezo wao wa kiporo wa ligi kuu NBC. Kuelekea katika mchezo huo, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe amesema kushinda michezo ijayo ukiwemo ule wa Namungo utawapa hari kuelekea dabi ya Kariakoo. Kikosi cha Young Africans Sports Club kesho panapo majaliwa saa 3:30 asubuhi taondoka hapa Dar es Salaam kuelekea Lindi. Taondoka na wachezaji 23 pamoja na makocha na staff wengine, na tunakwenda straight kupitia Terminal 1 pa Terminal 1. Kwa hiyo waandishi wa habari ambao mnakujaga asubuhi kufuata story, tukutane Terminal 1. Terminal 1 kule tutakuwa na ndege binafsi tunaondoka nayo kuelekea Lindi. Wachezaji wote wapo kwenye hali nzuri isipokuwa Clement Mzize, Edmund John na Azizi Andambwili ambao hawa kidogo wana injury na tunaweza tusiwe nao kwenye mchezo huu, lakini wachezaji wengine wote wako fit alhamdulillah. Tunajiandaa kwenda kutafuta pointi 3 kule Ruangwa. Nimetoa kuasisitiza mashabiki wenzangu wa Yanga siku ya jana, leo tena nawakumbusha tena, michezo miwili kabla ya dabi pia ni muhimu. Tusiwaze machi moja tukasahau kwamba mechi hiyo licha ya yote yanayozungumzwa ina pointi 3. Hii ya Namungo pia ina pointi 3. Kwa hiyo ukiweka maandalizi yote tarehe moja ukasahau mechi, utakwenda kwenye hiyo mechi ushapoteza faida ya kupoteza point. Kwa hiyo tuweke maandalizi pia makubwa kwenye mechi ya Namungo, tuweke maandalizi makubwa kwenye mechi ya JKT, alafu tuweke maandalizi mazito kwenye mechi ya Kariakoo Derby inshallah. Wakati akiendelea tusalie hapo kwenye kuwatazama wananchi kuelekea mchezo wa Namungo dhidi ya Young Africans Jumapili hii kwenye uwanja wa Majaliwa Ruangwa. Baadhi ya mashabiki wa Namungo FC kutoka Lindi wameitakia heri timu yao, huku wakisema kuwa kwenye mchezo huo wana imani wataibuka na ushindi. Mimi na imani Namungo bado haijashuka kiwango, na imani kabisa 100% tutapata ushindi dhidi ya Yanga. Maana timu inaweza kuwa kubwa lakini kwenye mchezo akapotea watu tukapata mambo mazuri. Kwa hiyo na imani sana na timu yangu inaweza kupata ushindi Jumapili. Na pia watu wa Lindi tuamke katika kuisapoti Namungo, twende tukacheki mchezo, tuwape hamasa na wao kwa sababu ni fursa ambayo imetufikia katika mkoa wetu wa Lindi. Kwa hiyo inabidi tusiwe na ubaguzi. Wote wana Lindi imetufikia hii fursa. Kwa hiyo tuwe mstari mmoja katika kuisapoti Namungo wetu. Namungo ni timu kabambe kabisa. Yanga na watahadharisha wasiingie kichwa. Hii timu wenyewe pia wanaijua. Kwa hiyo nilikuwa naomba jamani watu wajitokeze kwa wingi kwenda kuishangilia timu yetu ya Namungo ambayo inacheza Jumapili. Watu wajitokeze kwa wingi waende wakashangilia, na mimi mwenyewe nitakuwepo. Nina imani timu yetu itapata ushindi na matarajio yetu makubwa ni kushinda, kupata pointi 3 muhimu. Kikosi chetu kiko vizuri chini ya Bwana Mgunda, anakifanyia kazi vizuri. Kwa sababu hapa nyuma kidogo tulibadilisha makocha. Lakini tangu ameingia yeye mambo yanakwenda vizuri kabisa. Kwa hiyo wala wasiwe na wasiwasi. Sisi tunategemea kupata pointi 3 zinabaki nyumbani. Matarajio yangu ya mchezo wa Jumapili hiyo ni kushinda tu, hakuna matarajio mengine zaidi ya kupata faida tu kwenye mchezo huu ambayo tunataka kucheza na Yanga. Hiyo mechi muhimu kwangu na lazima nishinde kivivyote. Wakati akiendelea, wekundu wa Msimbazi Simba wamewasili jijini Dodoma kwa ajili ya mchezo wake dhidi ya Tanzania Prisons utakaopigwa Jumapili hii, yani Februari 22 kwenye uwanja wa Jamhuri, wakiwa na kikosi kilichosheheni wachezaji wenye uchu na matokeo chanya, na wametamba kuwa wamekuja kuvuna alama zote 3. George Mbala anaarifu zaidi kutoka Dodoma.
Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kikiwasili jijini Dodoma leo majira saa 7 mchana na hakuna kupoa. Majira ya jioni ni mazoezi uwanjani. Meneja wa habari na mahusiano Ahmed Ali anasema wanatambua ugumu wa mchezo, lakini Simba imekuja hapa kuvuna na si kupoteza. Sisi kwetu mechi dhidi ya Tanzania Prison ni mechi ambayo tunaitazama kwa ukubwa wake na ugumu wake. Pamoja na kwamba Tanzania Prison hawana matokeo mazuri kwa siku za hivi karibuni, lakini hiyo haitulemazi sisi na haitufanyi tuwachukulie poa Tanzania Prison. Tunaamini na wachezaji wazuri, na matokeo mabaya ambayo wanayapata sio kwa sababu ya kuwa na timu mbaya, bali kutokana na ushindani uliopo katika ligi kuu ya NBC. Ahmedi anasema Simba imekuja fulu mziki ikiwakosa Musa Kamara na Wilson Nangu pekee ambao wanakabiliwa na majeraha. Hali ya kikosi iko shwari na tumekuja na fulu mkoko. Wachezaji ambao tumewaacha ni wale ambao wana changamoto za majeraha peke yao, ikiwemo Kamara, akiwemo Wilson Nangu, lakini wengine wote waliobaki tumekuja nao hapa Dodoma. Wito umetolewa kwa mashabiki kujitokeza kwa wingi, huku baadhi ya mashabiki walijitokeza kuwalaki wanaonesha furaha yao wakitarajia ushindi. Nichukue nafasi hii kuwaalika wanasimba kutoka maeneo mbalimbali waje waishangilie Simba yao, waje watupe support. Hivi sasa tuko kwenye kampeni ya kuhakikisha kwamba tunavuna alama 6 katika mji wa Dodoma, tuondoke na ushindi katika michezo yote ili tuelekee katika mchezo wetu mkubwa wa dabi tukiwa na confidence ya hali ya juu kweli kweli. Prison hata wewe wazima wamefufuka, Prison huwa ni wagumu, lakini kuwapiga kipigo kiko pale pale. Timu imewasili, tumewaona wako vizuri na tunatarajia makubwa sana katika mechi zote mbili, mechi ya tarehe 22 na mechi ya tarehe 25. Simba nguvu moja. Simba ikiwa jijini Dodoma itacheza michezo miwili, huku mchezo mwingine ukiwa ni tarehe 25 Februari dhidi ya Walima Zabibu Dodoma Jiji FC. George Mbara, Azam Sports, Dodoma. Naam, hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike hii leo, lakini tutakuwa tuna nusu saa nyingine ya pili ili kuweza kukamilisha saa moja ya Mshike Mshike, ama kujuza yale ambayo tunayo mezani kwenye ugo michezo na burudani. Na tutakaporejea, miongoni mwa yale ambayo tunayo mezani ni pamoja na haya: Twiga Stars yajiimarisha kambini Ismailia kujiandaa na AFCON 2026. Na bondia Ibrahim Kras endelea kujifua kuelekea pambano la ubingwa wa dunia. Ni Mshike Mshike, endelea kwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike, endelea kusalia papo. Tukisalia huko Dodoma, kikosi cha Singida Black Stars kimewasili humo tayari kwa ajili ya mchezo wao wa ligi kuu NBC dhidi ya wakatamiwa Mtibwa Sugar. Kuelekea katika mchezo huo, meneja wa Singida Black Stars Othman Najar amesisitiza kwamba wamezifuata alama 3 kama anavyoarifu George Mbara kutoka huko. Chui weusi kutoka Singida wakijinoa kuelekea kwa kabili Mtibwa ambao kwa sasa wamekita kambi hapa Dodoma kwenye dimba la Jamhuri. Meneja mkuu Othman Najar maarufu kama Otna anasema uwanja wa Jamhuri sio mgeni na kikosi chake kitautumia kama faida. Mchezo kati yetu na mpinzani anayekuja tulishacheza hapa Dodoma. Uwanja tunaujua na mchezo unaweza kuwa na tabia zinazofanana, hivyo tutachukua kama faida kwa ajili ya kuwa tayari kwa mchezo wa kesho kutwa. In order to be ready after tomorrow. Kuhusu hali ya kikosi, Najar anaeleza. About injuries, it's normal, maybe there is kuhusu majeruhi hakuna, ni maumivu madogo madogo pamoja na maumivu ya enka kutokana na uchovu wa safari na michezo mfululizo, lakini kwa kawaida tunatakiwa kufanya kinachowezekana kwa kushirikiana na madaktari na wataalamu wa viungo ili kupata wachezaji wa kutosha kwa ajili ya mchezo.
and also our physical trainer about recovery in order to find the maximum player for every game. Akizungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake, mchezaji Miraji Abdalla anasema wamejiandaa vizuri kukabiliana na Mtibwa, huku wakitambua ubora wa mpinzani huyo hasa akiwa katika dimba la Jamhuri hapa Dodoma. Tumejiandaa vizuri kukabiliana na Mtibwa. Tunajua ubora wa Mtibwa, tunajua uzuri wa Mtibwa. Wamekuwa na wakati mzuri sana hasa wakitumia katika uwanja huu wa Dodoma. Kwa hiyo tunaheshimu hilo na tumelichukulia tahadhari na tumejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha tunapata matokeo mazuri katika mchezo huu. George Bara, Azam Sports, Dodoma. Turejee kwenye taarifa hapo awali kutoka kule Arusha ambapo ilikuwa na changamoto ya picha na sauti na sasa iko sawa. Wakazi wa Arusha walikuwa wanazungumzia fursa ambazo wanazitazama kuelekea AFCON 2027. Eneo nililopo ni katika eneo linalofahamika kama mzunguko wa barabara ya Kisongo. Uwanja ambao unajengwa wa AFCON ni hauwezi kuzidi kilomita 3 kutoka eneo nililopo, lakini uwanja wa ndege wa Arusha pia upo jirani tu hapo. Nimepiga safari mpaka hapa kuzungumza na wafanya biashara, wajasiriamali, wanaiona ni fursa gani ambayo ipo usoni mwao kuelekea AFCON. Tunategemea kuna wageni wengi wao watakuja zile siku za kusubiri labda tamasha la mpira, kuna muda watapata kufanya tour tofauti. Hivyo tunafanya baskeli pia kuzunguka town kwenda vijijini na sehemu tofauti za Wamasai. Kwanza kama unavyoona mazingira yetu ni kijani kinachopendeza. Hii tunasema ni tiba ya macho. Kwa tunafikiri hata wageni wengine wanapokuja kupita kwenda kwenye AFCON watafurahishwa, watapiga picha, kijani kinavutia. Na pia fanicha zetu hizi tunazosema vunaji miti ovyo, tunatumia chuma kama unavyoona ndani huko. Tumetengeneza na chuma, kwa hiyo hamna nyumba ya panya wala nini. Kwa huu ni uvunaji miti ovyo. Kwa tunaamini hata wageni wanapokuja kwenye AFCON kutakuwa kuna vivutio vingi, tutajitahidi kuongeza na kupendezesha mji wetu kama unavyoona. Ni fursa ambazo zinaelezwa kuwa zinajitokeza kuelekea katika AFCON 2027. Kwenye AFCON kama mkubwa fursa ziko nyingi kwa sababu wageni wanakuja wengi. Muona bana kaka, naweza hata t-shirt yangu hapa nikaichora mapicha ya rangi ya Tanzania na nikawauzia wageni. Yaani kipindi hicho kuchagua fursa. Umeona kaka? Yaani fursa ni zipo. Yaani utachokuja kwenye akili. Hata ukiweza kutengeneza nyumba ya matope ya udongo au finyanzi, ukaenda nao pale ukawauzia watanunua. Kwa hiyo sasa hivi sio kipindi cha kuchagua fursa. Kuna baadhi ya vitu tumeanza kuandaa ambavyo vitakuwa kama huduma za pale uwanjani ambao wageni wakija watazipata. Kama mimi nataka niandae zile culture za Kiafrika. Ndo nitaenda nazo pale, nitakuwa nafanya kazi yangu ni ya kuziuza hizo culture kwa wale wageni watakayokuja. Ukizingatia tuna vivutio vya utalii, umeona? Kwa hiyo hata madeva bodaboda, madeva taxi, kwenye mahoteli nafikiri watapata soko kubwa sana. Umeona? Cha msingi serikali tutengeneze miundombinu. Fursa za usafiri na usafirishaji kuelekea AFCON ya 2027 zinaendelea kuonekana na huenda kukawa kuna fursa nyingine zaidi ambazo zinapaswa kuvumbuliwa na kuonyesha namna ambavyo Afrika Mashariki na Tanzania itapata manufaa makubwa zaidi kupitia soka, kupitia AFCON ya 2027. Ramadhani Mvungi, Azam Sports, Arusha. Kikosi cha KMC ama wana Kino Boys mapema hii leo wamejifua katika uwanja wake wa nyumbani KMC Complex wakijiandaa na mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania bara wikendi hii. KMC itashuka dimbani Jumapili saa 10:15 jioni kwa kabila Azam FC ambao ni matajiri wa jiji hapa Dar es Salaam. Nikumbusha kwamba tu KMC na buruza mkia licha ya maboresho ya kifundi ambayo wameyafanya kikosini, hali inayowapa shinikizo kubwa la kuhitaji matokeo chanya ili kujihakikishia kusalia kwenye ligi kuu msimu ujao. Afisa habari wa klabu hiyo Halid Chukuchuku amesema wazi juu ya utayari wao kuelekea katika mchezo huo. Mazoezi kuelekea mchezo wetu wa NBC Premier League, mchezo dhidi ya Azam FC, mchezo ambao wanatarajiwa kucheza siku ya tarehe 22 katika dimba la KMC Complex.
Mwanzo kulikuwa tunatarajia mchezo utakuwa saa 10, lakini kuna mabadiliko ya muda. Badala ya mchezo kuchezwa saa 10 sasa utakuwa saa 3 usiku. Nadhani unajua ni tuko katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani. Watu wanahitaji wapate iftari na baada ya kupata iftari wapumzike kabla ya kurejea kwenye huo mchezo. Kwa sasa rasmi mchezo wetu dhidi ya Azam FC utakuwa majira ya saa 3 usiku katika dimba la KMC Complex. Sisi kama KMC tuko tayari, tumefanya maandalizi na tunaendelea kufanya maandalizi ya mwisho kuelekea huo mchezo. Tunaamini mchezo utakuwa mzuri, mchezo utakuwa ushindani, na sisi katika eneo ambalo tupo kwenye msimamo tunahitaji kupush kupata matokeo kwenye huo mchezo kwa ajili ya kujitoa huko chini. Na uzuri tunakutana na Azam ambao tunafahamu wana ubora mzuri, wana kocha mzuri, lakini miaka ya nyuma tumewahi kuwafunga, kwa hiyo haitakuwa story kubwa ikitokea tumewafunga. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia kuwakaribisha mashabiki wa mpira wa wilaya ya Kinondoni na maeneo ya karibu kama Ilala, Temeke kuja kutazama mchezo huo, kwa sababu utakuwa ni muda mzuri wa watu kupumzika saa 3 usiku. Wakati tunaendelea kuangazia hayo, tusalie hapo ambapo muda huu ninapozungumza nawe, kikosi cha matajiri wa jiji Azam FC kipo mazoezini kwenye uwanja wake wa nyumbani Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam, kikijiandaa na mchezo huo dhidi ya KMC. Hakuna kulaza damu, ni jana tu Azam FC walikuwa dimbani kwenye mechi ya kombe la shirikisho la CRDB Bank ambapo wamefuzu kwenda kwenye hatua inayofuata ya 32 bora. Na uongozi wa bodi ya ligi nchini Rwanda leo umetembelea makao makuu ya Azam TV kujionea shughuli mbalimbali za uzalishaji zinazoendelea, ikiwa ni sambamba na matangazo mbashara ya mechi za mashindano. Bodi hiyo ikiongozwa na mkurugenzi mtendaji wake Jean Kalangwa imekutana na afisa mtendaji mkuu divisheni ya maudhui na matangazo Patrick Hemele pamoja na watendaji wengine wa Azam Media Limited. Huu ni mwendelezo wa ziara yao ya kujifunza mambo mbalimbali nchini Tanzania, ambapo tayari wamekutana na bodi ya ligi TPLB na klabu ya soka ya Young Africans. Si kama Rwanda Premier League tumekuja pamoja na one of our potential partners ambaye tunamaliza discussions kusudi ya kuwe one of our banking partner kwenye ligi. So tumeona ni bora kuja huku Tanzania, kwani kuna hiyo practice, kuna already an experience hapa Tanzania ya jinsi vilabu vinashirikiana na bank, hata na league na federation wako wanashirikiana na bank. So kwa huku Tanzania tumeona kuna a lot of interest za bank kwenye mpira, ili iwe ni kushirikiana na club na vilabu na league na federation. So kuna hiyo interest na kuna hiyo experience. So tulikuwa tunataka tuongee na kila stakeholder, tusikie safari yao imekuwa vipi kabla ya kushirikiana na mpira na baada ya kushirikiana na mpira. Je, kuna faida? Wameweza kufika lengo zao? So imekuwa ni faida kubwa sana kwa kwetu kuongea na ligi, kuongea na hizo banks, kuongea na klabu, kuongea leo na Azam TV, kwani sana sana hapa Azam tulikuwa tunataka kusikia, tumesikia club, tumesikia league na federation jinsi wanashirikiana, jinsi wanaendesha partnership yao, lakini tulikuwa tunataka hapa tusikie vizuri ni majukumu gani Azam as an official broadcaster wa ligi na competition mbalimbali hapa, what is their role katika hiyo ecosystem yote. So tumefurahi sana, na tena tunashukuru sana Azam Media kutupokea, kutupatia nakala zote, information zote. Tugeukie kwenye soka la wanawake sasa. Kikosi cha soka cha timu ya taifa ya wanawake Tanzania Twiga Stars kinaendelea kujiandaa na fainali za 16 za kombe la mataifa Afrika kwa wanawake 2026, yani WAFCON. Kikosi hicho kipo Ismailia nchini Misri kwenye kambi yake ya kimataifa na kimeonekana kuzoea hali ya hewa ya baridi ambayo ina uwiano sawa na ile ya Morocco ambayo itaandaa mashindano hayo. Twiga Stars inashiriki kwa mara ya pili mfululizo michuano hiyo na ni mara ya 3
kwenye historia yake, na dhamira yao msimu huu ni kuhakikisha inavuka hatua ya makundi. Tanzania imepangwa kundi B kwenye michuano hiyo linalojumuisha timu za Ivory Coast, Burkina Faso na Afrika Kusini ambao ni mabingwa wa kombe hilo mwaka 2022. Akizungumza mara baada ya kuhitimisha mazoezi hayo jana, kocha mkuu wa kikosi hicho Bakari Shime anakiri kuwa kambi hii itakuwa na mchango mkubwa kwenye kuisaidia timu kufika malengo yake. Kwanza ni kweli tumekuwa kambini kwa takriban wiki mbili. Tumeanza Dar es Salaam siku chache pale na tumehamia hapa Ismailia. Kikubwa ni kwamba cha kwanza tumejaribu kutafuta mazingira ambayo yatakuwa rafiki na mashindano, kwa maana ni ukanda huu ambao mashindano yatafanyika, lakini jingine kupata ule utulivu ambao tunaona kwamba utaweza kuwafanya wachezaji wetu wafanye kazi katika hali ya utulivu mkubwa. Matayarisho yanakwenda vizuri, kila kitu kinakwenda vizuri kama ambavyo tumeanza Dar es Salaam tunaendelea hapa. Wachezaji wanaendelea vizuri kwa maelekezo ambayo tunawapa. Kipindi hichi ambacho tupo sasa ni kipindi ambacho tunajaribu kutengeneza utimamu wa mwili wa wachezaji wetu kuelekea mashindano. Kwa hiyo pia tunaenda vizuri. Tuna takriban siku 4 tangu tumefika hapa Egypt na mazoezi yanakwenda vizuri. Hakuna mchezaji ambaye ana shida kubwa ambayo imemfanya asifanye mazoezi. Takriban wote wako vizuri na natumaini yangu kabisa kuelekea ambapo tunakwenda kumaliza wiki yetu ya kwanza hapa Egypt, kila kitu kitakwenda vizuri. Improvement ni kubwa, tofauti na siku ya kwanza tumefika hapa. Kumekuwa na baridi tofauti na nyumbani, lakini siku zinazozidi kwenda wanazidi kuzoea hiyo hali ya hewa, na kama ambavyo nilikwambia tutakuwepo hapa kwa siku kadhaa, almost kama siku 10 kabla ya kuhamia kwenye shindano dogo ile ambalo litafanyika pale Dubai. Dhamira yetu ni kwamba hii ni mara ya pili mfululizo tunafanya mashindano, na kitu kikubwa tunaangalia kile ambacho tulikifanya msimu uliopita, kwa maana hatukufanya vizuri, tuliambulia alama moja na hatukuweza kusonga mbele na mashindano. Kwa hiyo ili tuweze kusonga mbele, manake ni lazima turekebishe makosa yale ambayo yalitokeza kwa kupata alama za kutosha ambazo zitatufanya katika hatua inayofuata. Kwa matarajio yangu ni kwamba tunajiandaa kufanya vizuri na naamini tutafanya vizuri. Bakari Shime, kocha wa timu ya taifa ya wanawake. Tuende break kidogo, tutarejea kwa ajili ya kujuza mengi zaidi. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike, tuendelee kuangazia tulionayo mezani. Uwanja wa Ali Hassan Mwinyi umefunguliwa baada ya kufanyika maboresho yanayokidhi kanuni za bodi ya ligi ambazo zilisababisha uwanja huo kufungiwa kwa muda. Na mambo hayo yalikuwa miongoni mwa mambo ambayo yameleta furaha kwa mashabiki wa soka kutoka kule Tabora. Sasa mwenzetu Juma Kapipi anaarifu zaidi kutoka Tabora. Naam, takriban kama siku 10 hivi zilizopita uwanja huu ulikuwa umefungiwa na sasa tayari umekwisha funguliwa. Katibu wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Tabora Tarefa Awadhi Sabuni amezungumza nami juu ya kufunguliwa kwa uwanja huu. Usafi haukuwa kiwango cha kuridhika, ambacho bodi ya ligi ukishirikiana na TFF waliona kuna haja ya kuzikumbusha klabu ambazo zinatumia uwanja huu pamoja na wamiliki wa uwanja basi kuendelea kuboresha miundombinu ya usafi wa uwanja. Pendezewi sana kuona uwanja huu unafungiwa mara kwa mara, kwa sababu kwanza inaleta taharuki kwa mashabiki na wapenzi wa soka, lakini pia inarudisha nyuma wale wapenzi ambao walikuwa wanakuja viwanjani mara kwa mara. Wanapoona hili linatokea, basi na wenyewe huwa wanakata tamaa. Kwa hiyo tuwatake wamiliki wa uwanja pamoja na vilabu ambao vinatumia uwanja huu waweke mkakati ambao utakaosababisha na kusaidia uwanja huu unatunzwa na unaendelewa kuwa bora nyakati zote. Ndio maana tuliingilia kati kama FA kusaidia, kwa sababu tunapenda burudani irejee. Mimi ni waombe tu warudi sasa viwanjani pale timu zitakapocheza, zitakapokuepo hapa, warudi ili kuzisapoti, maana kuja ujio wao ndo wanasaidia na timu zenyewe kufanya maintenance na kufanya maboresho madogo madogo. Ni wazi kwamba mashabiki wa soka wa mkoa wa Tabora walikuwa wamekosa mechi kadhaa za ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini michezo ya kirafiki na ile ya kujipima nguvu. Tulinyimwa furaha, maana sisi ni watu wa michezo. Tunapenda burudani Tabora hii, na pia michezo inaleta hamasa katika mkoa wetu. Watu mbalimbali wanakuja
Kwa mji unachangamka kwa kifupi. Mji wote unapokuwa na ligi kuu, mechi zinakuwa zinapochezwa, mji unachangamka, na sisi wenyewe pia na wafanyabiashara sisi, hususa sisi wengine ni mafundi, wageni mbalimbali, tunapata kazi. Ina maana tunaenda kupata fursa sasa. Ina maana kama TRA bado atakuwepo mkoa wetu wa Tabora, ina maana tutapata vilabu vyetu vikubwa vya Simba na Yanga vitakuja kwenye mkoa wetu. Mkoa wetu utachangamka kama unavyochangamkaga. Bwana, huu ndio uwanja wa mapato. Unajulikana, ukitoa Simba na Yanga, kiwanja kilichobaki cha mapato Ali Hassan Mwinyi Tabora. Naam, kwa sasa uwanja huu wa Ali Hassan Mwinyi upo huru kuendelea na mechi za ligi kuu, championship na zile za ligi daraja la pili. Mimi ni Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Tukiukia championship sasa, raundi ya 19 ya michuano hiyo na wakutanisha Polisi Tanzania ambao watakuwa nyumbani katika uwanja wa Ushirika Moshi kuwakutanisha dhidi ya Geita Gold ambao ni vinara wa ligi hiyo. Akizungumzia maandalizi ya Polisi Tanzania, afisa habari wa kikosi hicho Inspector Frank Lukwaro amesema mchezo huo ni muhimu na wa kulipa kisasi, ambapo kwa kulitambua hilo wanaendelea na mazoezi kabambe ili kupata ushindi katika mchezo huo. Chetu cha Polisi Tanzania katika kuelekea mchezo dhidi ya Geita Gold anaendelea vizuri, na mwalimu Bwana Makata katika siku 2-3 hizi ameendelea kuweka ufundi zaidi katika kuelekea mchezo huo. Ni mchezo ambao tunaamini utakuwa mgumu kulingana na timu zote mbili, lakini kwa maandalizi tunayokwenda nayo ni imani yetu kabisa kwamba tutapata ushindi. Sisi focus yetu kwa sasa hivi ni kuhakikisha kwamba katika kila mchezo tunapata ushindi, ili basi tuweze kujiwekea mazingira mazuri na salama ya kwenda kucheza ligi kuu kwa msimu ujao. Tuko vizuri, tunaamini kabisa mchezo huu dhidi ya Geita ni mchezo wa kulipa kisasi. Mchezo wa kwanza tulipoteza kule kwao, na sasa wanakuja nyumbani katika uwanja wa Ushirika. Hii tunasema ni machinjio. Kwa hiyo niwaombe tu mashabiki wetu wa mkoa wa Kilimanjaro waje kwa wingi siku ya Jumapili kushuhudia burudani safi ambayo itatolewa na vijana wetu wa Polisi Tanzania. Kikubwa tuendelee kuombeana kila lilo la heri, hususan katika kipindi hiki cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia Kwaresma. Tunaamini kabisa kwamba kila mmoja akifanya dua na sala, tunaamini kabisa Geita Gold tunamfunga na tunapata alama zetu 3 siku ya Jumapili. Tusalie championship. Kocha mkuu wa African Sports Khalid Adamu amesema kikosi chake kimejipanga ili kuhakikisha kinapata matokeo mazuri dhidi ya Kagera Sugar katika mchezo wa championship utakaopigwa Jumapili katika dimba la CCM Mkokwani pale Tanga. Maandalizi yetu yako vizuri kwa ajili ya mchezo dhidi ya Kagera. Raundi ya pili kama unavyoiona ni ya changamoto, kwa hiyo tumejiandaa kuhakikisha tunafanya vizuri, hasa uwanja nyumbani, kuitoa timu ilipo kuiweka katika sehemu salama zaidi. Wachezaji ambao naweza kuwatumia mpaka sasa ukifikia leo, na maana nishapata kikosi ambacho nitakitumia. Kwa hiyo wachezaji wangu wote kwa ujumla wako vizuri na timu yangu ina rotation nzuri. Kwa hiyo siwezi kusema na upungufu wa wachezaji. Wazidi kutusupport kwa sababu timu inafanya vizuri sasa. Tumeshinda mechi moja ya ligi, tumeshinda mechi ya CRDB Federation. Kwa hiyo mwanga ni mzuri kwa sasa, kutoka dirisha dogo limetokea. Kwa hiyo watusupport karibu, tuendelee kuwa na moyo wa kufanya vizuri ili timu yao ibaki katika sehemu nzuri kwa ajili ya msimu ujao. Wapinzani wao wapo katika hali kubwa kwa sababu washafanya kitu kikubwa na wako katika jitihada za kupambana ili kuweza kupanda daraja, lakini na sisi vile vile tuko katika jitihada za kutoka tusishuke daraja. Kwa hiyo kila mtu ana vita vya upande wake. Sisi tunapambana tusitoke katika ligi na wao wanapambana ili wapande katika ligi ya Premier League. Kwa hiyo yote kwa yote kila mtu atakayepambana vizuri katika upande wake atapata yale mahitaji yake kwa jinsi alivyopanga. Tutazame vitasa. Bondia Mtanzania Ibrahim Kras anataraji kupanda ulingoni Februari 28 nchini Thailand kuzichapa dhidi ya bondia Kritifak Dunat, raia wa Thailand, kupambania mkanda wa dunia wa WBC. Akizungumza na Azam Sports, amesema anataraji kuondoka nchini Februari 22 kuelekea Thailand kwa ajili ya pambano hilo, na ameelezea namna ambavyo amejiandaa kufanya vizuri katika pambano hilo. Mpaka sasa hivi program ziko vizuri, na sasa hivi sema tu kwamba naambia tu Tanzania kwamba tunamalizia palipobakia, tumalizia makosa, lakini mazoezi tushafanya, hatuna sababu bwana, nipigwa kimchezo, lakini hapa naambia kwa hiyo Tanzania kwamba nimejiandaa kwenda kushinda. Siku zote mimi nafanya mazoezi ya kwenda kushinda, sio kwenda kupiga wala sio kwenda kudraw. Nafanya mazoezi ya kwenda kushinda,
fight. Na yeye ajua kajiandaa kwenda kunipiga kwao, lakini mimi nataka nikamuoneshe kwao kwamba kuna kiumbe kimetoka huko nchini Tanzania kwa Mama Samia Suluhu Hassan kinaenda kuwakilisha ndani ya Thailand. Kwa hiyo nasema tu kwamba Tanzania wakae mkoa wa kula. Ibrahim Class waziri kuniombea dua nifanye vizuri. Niko vizuri mpaka dakika. Tukamilisha na hili. Nyota wa zamani wa FC Barcelona na PSG Neymar Jr anayekipiga kwa sasa kunako klabu ya Santos ya Brazil hivi sasa amezua gumzo duniani baada ya kusema kuwa anaweza kustaafu soka mwishoni mwa mwaka huu 2026 mwezi Disemba. Neymar amesema hayo alipokuwa kwenye mahojiano na kituo kimoja cha runinga, na kauli ambayo imeshitua ulimwengu wa soka. Akiwa kwenye mahojiano hayo, Neymar ameongeza kuwa kwa sasa lengo lake kubwa ni kombe la dunia, ajiweke sawa ili kuwa fit endapo michuano hiyo itafika. Kumbuka Neymar alisaini mkataba muda mfupi hadi mwishoni wa mwaka 2026 kutumikia Santos. Swali ni je, atapata nafasi ya kujumuishwa kwenye kikosi cha Don Carlo? Mimi nafahamu mwisho wa mshike mshike hii leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, miongoni mwa yale tuliokuwa nayo mezani ni pamoja na haya. Tanzania inaendelea kujiimarisha kimiundombinu kuelekea pamoja AFCON 2027. TPLB yanika sababu za msingi za dabi ya Kariakoo kupelekwa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Na Twiga Stars yajiimarisha kambini Ismailia nchini Misri kujiandaa na AFCON 2026. Mwisho kwa leo, mimi ni Kennedy Moses, tukutane wiki ijayo.